Samia wa kuteuliwa kuwa naibu waziri wa habari, michezo, sanaa na utamaduni niliyohudumu kwa siku 52. Najua mapenzi ya Mungu yakawa mema zaidi, na sasa ni waziri kamili ambaye nimekaa kwenye kiti kwa siku 34. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba unifikishie salamu zangu za shukrani kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Wanaarusha walipata bahati ya kuwa na mtu mwenye nafasi kama ya kwangu miaka 30 iliyopita. Daktari Samia kairudisha heshima ya jiji la Arusha kuwa na waziri kamili. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunamshukuru sana Daktari Samia kwa kutupa pesa kwa ajili ya miradi ya maendeleo ya jiji letu la Arusha. Nilipokuja kwenye mkutano wa mapokezi, niliwaambia wananchi hamtaniona nikiongea sana majukwaani wala bungeni nikiuliza swali, kwa sababu nafasi ya waziri niliyopata imenifundisha namna nyingine ya kuishi. Nyinyi mtakachokiona ni matokeo ya miradi ya maendeleo kwenye jimbo letu la Arusha. Kwa kama kuna mtu anasema mbona mbunge wetu waongelei kero ya barabara, mbona mbunge wetu waongelei maji, mbona mbunge wetu waongelei masoko, hamtanisikia. Ila kwa hekima ambazo Mungu amenipa chini ya rais wetu Daktari Samia na kiranja wetu mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mtaona maendeleo mpaka mtachanganyikiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme tu kwa ufupi yale ambayo serikali imeahidi kuyafanya. Kilio cha Wanaarusha ni barabara. Shule tunaweza kuwa na shule za private na tukawa na za public, lakini barabara hatuna ya private, tuna za public. Vile vile hospitali ziko za private na public, lakini barabara ni za public. Maana yake awe maskini anahitaji barabara, awe tajiri anahitaji barabara. Kilo hiki tumekisema na serikali ya CCM imesikia chini ya Daktari Samia. Waziri mkuu wetu huyu Daktari Lameck Nchemba amesimamia vikao na mimi nikiwa mjumbe, na kikao kingine Mheshimiwa Amos Makala CPA comrade alikuwepo. Sasa niwaambie nisiwaambie? Wangapi wanataka wasikie habari ya barabara hapa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara ya kutoka Kilombero kwenda mpaka Kisongo inaokata kona ya barabara ya kwenda kona ya Nairobi kwenda pale chuo chetu cha technical yenye urefu wa kilomita 9.1, tayari maelekezo ya serikali chini ya rais wetu na Daktari Lameck Nchemba ameshatoa oda, tunakwenda kuijenga kwa njia 4 mwaka huu tunaongea. Lakini pia kutoka Mbauda kwenda mpaka Bondeni City na kile kipande cha kutoka Mshono kwenda mpaka bypass urefu wa kilomita 12, na zenyewe zinakwenda kujengwa kwa njia 4. Kama vile haitoshi, wizara yetu ya TAMISEMI chini ya waziri wetu wa TAMISEMI ambaye waziri mkuu ndio msimamizi mkuu ameshatoa maelekezo, tarehe 6 ya mwezi ujao tunakuja na waziri hapa kwa ajili ya ujenzi wa barabara zingine kilomita 13 zinazojengwa kwa njia 4 kuhakikisha kwamba watu wanafika wanakotakiwa kufika. Baada ya kusema hayo, naomba kwanza tusimame kwa ajili ya zana.
mtazamaji, kama unavyoshuhudia pamekuwa na ukimya kidogo hivi sasa. Ni kwa sababu adhana imesikika muda huu ikiwa ni saa 7 za mchana, na kutoa heshima kwa adhana hiyo alikuwa akizungumza hivi sasa, au mwenye ratiba ya kuzungumza ni mbunge wa jimbo hili la Arusha mjini, Paul Christian Makonda. Na sasa baada ya adhana kumalizika anarejea tena katika kuzungumza. Endelea kufuatilia matangazo haya. Mkuu, kwa hadhara hii naomba nikushukuru sana Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Sana. Ameweka msisitizo, na hapa tumekuja na waziri wetu anayemwakilisha waziri wa TAMISEMI. Mmemwona naibu waziri wetu anayewakilisha waziri wa ujenzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama hizi barabara hazitajengwa, hawa watu wawili hawatakanyaga Arusha. Kwa sababu najua rais hana tatizo, waziri mkuu wetu wewe huna tatizo, na wananchi wa Arusha hatuna nini? Matatizo yanabaki wapi? Na kwa sababu Mheshimiwa Waziri Mkuu umeongozana na naibu waziri wa fedha, naomba naye asimame wamuone. Kwa huyu kama barabara zitajengwa, na huyu hapa Arusha tusimuone. Lakini najua ni watu wema na uhakika barabara zitajengwa. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii miradi, kwa kuwa tu mkutano ndoto yako ni kuwasikiliza wananchi, na mimi singependa kula muda wao, lakini tuna miradi 54 inayoendelea katika jiji letu la Arusha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiachilia mbali uwanja unaojengwa na Afcon, jiji la Arusha pia tunajenga uwanja wetu. Uwanja utakao kuwa na uwezo wa kubeba watu 10,000. Uwanja utakao kuwa na viwanja vidogo vidogo visiopungua 2 vitatu kwa ajili ya shughuli ya mazoezi pamoja na uchezaji wa basketball. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna ujenzi wa ofisi ya utawala ya jiji la Arusha. Tuna ujenzi wa ukumbi. Ukiangalia tu pale nyuma utaona Levelos pale kuna ujenzi wa hospitali. Tunayo miradi 54 inayoendelea katika jiji letu la Arusha. Nani kama Samia? Jambo la tatu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba nikushukuru. Asubuhi tulipokuwa pale stendi umetoa maelekezo. Maelekezo hayo yanakwenda kutimiza ndoto ya Wanaarusha kuishi kama wako Ulaya. Kweli unaenda kuifanya Arusha irudi kwenye hadhi yake ya kuwa makao makuu ya Afrika Mashariki. Ndugu wananchi, niwaibie siri. Mheshimiwa Waziri Mkuu ameagiza yale mabasi yanayoonekana Dar es Salaam ya mwendo kasi. Kasema mabasi hayo tayari ameyaona yako Zanzibar. Ametoa maelekezo, tukae, tukimbizane, anataka mabasi hayo ayaone hapa jiji la Arusha. Anataka inapofika Afcon, wana Arusha tutoke mshono, tumekaa kwenye mwendo kasi za kisasa tena zinazotumia gesi au umeme kwenda kuangalia mpira Afcon. Anataka abiria wakitoka pale stendi Bondeni City kwa barabara njia 4 wanakuja mpaka kona Ambauda, wanaingia hapa Kilombero sokoni, wako kwenye magari masafi ya kisasa yenye hadhi ya jiji la Arusha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana maelekezo yako hayo. Tukua tunateta na mstahiki meya ya kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu akishasema utekelezaji unaanza mara moja. Utakapoondoka wewe leo, kikao kinakaa leo. Na kwa sababu waziri mkuu wetu ndio msimamizi wa TAMISEMI, tunao hakika hakuna mahala tutakapokwama. Naomba makofi mengi zaidi. Mwisho, sio kwa umuhimu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, taifa letu tumempoteza baba yetu kipenzi, mzee wetu Kardinali Pengo. Mzee huyu ametumika kwa miaka mingi katika taifa letu. Mimi nimemfahamu akiwa kwenye nafasi ya ukardinali, lakini ni mtu mnyenyekevu sana. Alitukumbatia watu wa dini zote bila kubagua, na alituhudumia kiroho, mimi nikiwa shahidi.
Na hata nilipopata nafasi ya kuwa mkuu wa mkoa hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Kardinali Pengo alisafiri pamoja na uzee wake kuja kuniombea dua mtoto wake ili nifanye kazi njema iliyonipa kibali na baraka hatimaye kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo hili la Arusha. Kwa unyenyekevu mkubwa ninaomba dakika moja tumkumbuke mzee wangu huyu ili Mungu akamlipe mema mengi aliyoyafanya hapa duniani, ya kuwaunganisha watu wala sio kuwatenganisha, ya kuwapatanisha watu wala sio kuwafarakanisha, na hatimaye tunaiona Tanzania moja, na wala hatukujali dini zetu wala kabila zetu wala vyama vyetu. Tulimkimbilia kama baba na mwalimu wa kweli wa taifa letu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa idhini yako naomba tusimame dakika moja, a moment of silence, tukitambua mchango wake na uwepo wake, ili siku tutakayokwenda kumhifadhi ya tarehe 28. Na nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kunipa ruhusa ya kwenda kumzika baba yetu Kardinali Pengo, ili tutakapoenda kumhifadhi basi uko mbinguni akazisikie pia dua za wananchi wa jimbo la Arusha mjini, wakiukumbuka wema wake na kumlilia ili Mungu akampe heri katika maisha yake ya huko dunia. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Pumzika kwa amani baba yangu Kardinali Pengo. Arusha oye! Naomba tumshangilie kwa makofi mengi Mheshimiwa Paul Christian Makonda, mbunge wetu wa jimbo la Arusha mjini.